Waumini wa dini ya Kiislamu wametakiwa kutimiza nguzo ya 4 ya Kiislamu kwa kufanya ibada kwa moyo mkunjufu ili kuweza kufikia lengo la funga. Hayo yameelezwa na mbunge wa jimbo la Chumbuni Ussi Salum Pondeza wakati wa hafla wa ugawaji wa futari kwa wajane waliofiliwa na waume zao, hafla iliyofanyika katika skuli ya Dr. Salmin Amur. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunamshukuru kutujalia leo kupata afya njema, lakini pia kufanya lile letu ambalo tumelikusudia la kuwaona wajane ambao ni wajane wote ndani ya jimbo letu. Ni wale ambao wamefiwa na waume zao, na wamefiwa mpaka wakati huu tunatoa sadaka hawajaolewa. Lakini ukifiwa halafu ukiolewa uko kwenye ndoa, kwa hivyo huku kwenye ujane unakuwa ushaondoka. Mpaka uwe umefiwa na hauna mume, manake hauna usaidizi. Ile ndio kwenye dini inavyosema. Lakini sasa watu wengine wanachukulia kama mjane, hata yule aloachwa tunasema wametalikiana. Kwenye dini tunasema wametalikiana. Lakini wao wanasema wajane. Sawa, Kiswahili kimtaani wanakuwa wajane. Lakini sio wale tunaowapa hizi sadaka kwa siku ya leo. Kwa hiyo tunashukuru, na huu ni mwendelezo na ni kila mwaka. Sio mwaka huu tu kama labda wamefanya jambo lolote, hapana. Huu sasa ni mwaka wa 11 tunaelekea huo, na kila mwaka tunafanya hili jambo. Kwa hivyo ni jambo ambalo la kawaida nimekuwa nikilifanya, lakini kwa kushirikiana na viongozi wenzangu. Mara hii mashallah Mwenyezi Mungu naye amenijalia, tumepata mwakilishi mpya, naye anashiriki kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwenye haya mambo yote ambayo tunayafanya kwenye jimbo letu hili la Chumbuni. Kwanza wajane ambao wapo wamekufa, hii haitaki wito, hii ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sisi sote Waislamu tunajua tunaposema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, manake sisi sote lazima turudie kule kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hawa wajane ambao tunawashughulikia ni amri ya Mwenyezi Mungu, ambao waume zao siku zao zimefika. Basi sisi hizo ndio kikubwa. Lakini wale wa mtaani ambao wale tunaozungumza wanaoacha wale, tuwe angalau kidogo tuwe na subra na tuwe na moyo ule wa kiume. Tusiwe kunatokeza wajane wa mitaani wa kuachwa au wa kutalikiana, lakini kwa kosa mengine ya madogo, mengine ya kusingiziwa. Na siku hizi wajane wengi wameongezeka baada ya kuja simu za mkononi. Mtu anasema ameona message, ameona sijui picha ya mtu huyu nani, basi baadaye inatokea. Mimi naambia jamani, kuna watu tunawaoa lakini hatukuwa pamoja. Wengine si wana nia mbaya, lakini tena wengine wana utani. Sasa ule utani tupunguze, kwa sababu Zanzibar kwa maskhara ndio yenyewe. Sasa ule utani, mtu unaweza ukamtania mtu yeye, lakini kwa wengine mlikuwa mnatania tangu school, lakini sasa hivi kishaolewa mtu akiona unamuita my dear au hani, mtu asema hii kweli sio bure, lakini kumbe mnaitana my dear tangu shule. Kwa hivyo mimi natoa wito tupunguze kidogo hasira. Kwa upande wake mwakilishi wa jimbo la Chumbuni Makame Muhammad Sufyan amesema kuwa wataendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha makundi maalum yanapatiwa msaada, hususan katika kipindi cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan ambao mahitaji huongezeka. Si viongozi wa jimbo la Chumbuni kuanzia mbunge, mwakilishi pamoja na diwani, kwa pamoja tumeamua kuwapa iftari makundi mbalimbali ambayo yamo ndani ya jimbo letu. Kwa hiyo tutakuwa tumeshawapa watu wenye hali ngumu. Leo tunawapa wajane ambao wamefiliwa na waume zao, lakini kuna pia function ambayo tutawapa mayatima na wale wagonjwa ambao wako majumbani wasiojiweza, manake hali zao za ugonjwa zimewafanya wakae kitandani. Wale nao tutawapitia, nao tutawapa iftari ili waweze kufunga pamoja na sisi. Lengo la kufanya hivi ni kuona kwamba wananchi wetu nao wa jimbo la Chumbuni, wale ambao kidogo hali zao si nzuri, nao wanafunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wakiwa na furaha, lakini pia wanafanya ibada wakiwa wameshiba iftari, ili zile ibada zao ambazo wanazifanya wazifanye kwa moyo safi na thabiti, ili waweze kufikia lile lengo hasa la funga, kwa sababu tumeambiwa tufunge ili tupate siha. Kwa hiyo tunapofunga tunapata siha, lakini tumeambiwa pia tuftari, lakini pia tule na daku. Kwa hiyo tunawapa iftari, lakini tunawapa na daku ili ile siha izidi kuongezeka.
Mpaka sasa hivi tumeshawafikia wananchi. Jana ilikuwa 180, leo 180 na ile iliyopita ilikuwa 180. Au ndio ambao tunawapa kwa orodha. Acha tukitembea njiani tunayekutana naye, tukimuona naye anastahiki kwa hali alionayo, naye tunampa njiani. Manake tumekuwa na kawaida, tukitoka hapa tunatembea kwenye jimbo letu. Kwa hiyo tukikutana na mtu huko ambaye na yeye tukimuona kwamba hakuwemo lakini anastahiki kupata, tunampa. Na ndio maana tukiondoka hapa tunakuwa kwenye gari yetu tumeweka, ili tunapopita ili na wengine tuweze kuwaona. Tunajua kwamba kuwafikia wote au kuwaleta wote kwenye mkusanyiko ni ngumu, wengine hawawezi kufika hapa. Na ndio maana tunaamua sasa kutoka kutembea, ili wale ambao hawawezi kufika basi wengine tuweze kuwafikia. Nao wajane waliopatiwa msaada huo wameshukuru ofisi ya mbunge pamoja na mwakilishi kwa kuwajali na kuwakumbuka, huku wakisema msaada huo unawapa faraja na matumaini katika maisha yao. Kupata riziki kama hii, tunaomba Mwenyezi Mungu awajalie mwakilishi wetu na bunge wetu na alobakia wote, wawape nguvu Mwenyezi Mungu, kila mwaka watupe. Tunashukuru, alhamdulillah rabbil alamin. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kuwapa imani ya kutusaidia. Halafu na washukuru na viongozi wetu kwa kuchukua juhudi kutusaidia raia wao. Na waomba na wenye uwezo watusaidie, sie wajane, tuna watoto mayatima, hatuna kazi, hatuna biashara. Kwa hivyo wakipata na sisi tukumbuke. Kila kitu kumbuka, na Mwenyezi Mungu anazidi kuatilia baraka. Nazungumzia mambo mazuri si haba. Mwenyezi Mungu amsaidie, atusaidie nasi. Mwenyezi Mungu ampe, atukumbuke nasi. Kwa mambo mengi tu, maana kuna mengi nyumbani vile vile, atupitie angalau nasi tupate kuzungumza yetu. Imetufariji, tunashukuru si haba. Mtu anachokupa si kidogo. Kwa hivyo nashukuru sana sana, tena sana, zaidi ya sana.